Salamu kwako mpenzi msikilizaji wa PJ Classic Media. Tunaamini ya kwamba uko salama kabisa na unaendelea kujifunza, kuburudika na kujua taarifa mbalimbali zinazoendelea ulimwenguni. Na hii leo nimekuletea kisa kimoja cha kusikitisha na kuhuzunisha kinachohusiana na mwanaume mmoja anayetokea nchini Kenya ambaye alinyang'anywa uhai wake kwa hali ya kutatanisha na kuleta sintofahamu nyingi kwa yeyote anayefuatilia kesi ya kijana huyo, Albert Ojwang. Ilikuwa ni tarehe 6 Juni mwaka huu wa 2025, Ijumaa mchana saa 7:30 kwenye kijiji cha Kokwanyo katika kata ya Kabondo Kaspool kwenye kaunti ya Homa Bay. Pikipiki tatu zilifika kwenye boma ya Albert Ojwang walipokuwa wakipata chakula cha mchana, yeye pamoja na mkewe, uliokuwa mbele ya nyumba yao. Wanaume hao ambao walikuwa wamekuja wakivalia nguo za kawaida, wawili wao wakajitambulisha kwamba ni maafisa wa polisi, wengine wakiwa wamekaa kimya. Wakajulisha mzee wa boma, Bwana Meshak Ojwang, ambaye alikuwa hapo, ya kwamba wako hapo kwa kumchukua Albert Ojwang ambaye ni mtoto wake kwa ajili ya upelelezi mdogo uliokuwa ukiendelea juu ya maisha yake. Baba mzazi wa kijana huyo kusikia kuwa waliokuwa hapo walikuwa ni maafisa wa polisi, akajiaminisha ya kwamba mtoto wake atakuwa salama, na hata ikitokea akapatikana na hatia, basi sheria itachukua mkondo wake. Kwa hivyo akawaruhusu wamchukue bila kipingamizi. Kwa hiyo wanaume hao wakamchukua Bwana Albert akiwa ameketi katikati ya dereva na polisi, huku wakiwa wanaelekea katika kituo cha polisi cha Mawego, mwendo uliowachukua dakika 10 kufika. Baada ya muda mdogo, baba yake mzazi, baba wa Albert, akajiandaa na kufuata pikipiki hizo hadi kwenye kituo cha polisi. Lakini kwa sababu ya umasikini wake, huenda hakuwa na pesa ambazo angetembea nazo kwenye mfuko kwa ajili ya kutembea kama mwanaume ambaye alikuwa anajiandaa kwa chochote ambacho kingemkuta mbele. Kwa hivyo ikamlazimu kuchukua hati miliki ya shamba lake na kwenda nayo, akijiaminisha ya kwamba iwapo mtoto wake atahitaji kuachiliwa kwenye bondi, basi ataachia title deed yake au hati miliki hiyo ili mtoto aachiliwe na kesi nyingine isikilizwe kwa utaratibu wakiwa wametulia yeye na mwanae. Baba yake Albert alipofika kwenye kituo cha polisi, anadai ya kwamba alikuta kijana wake akiwa anahojiwa vikali na wanaume hao, na ndani ya muda mdogo wakamtoa nje na kumuingiza kwenye gari nyeusi aina ya Subaru, wakidai ya kwamba wanamuelekeza kwenye kituo kingine cha polisi kilichopo upande wa Nairobi. Kwa hivyo ikakadiriwa ya kwamba ndani ya masaa 6 gari hiyo itakuwa imefika Nairobi na kufikisha kijana huyo kwenye kituo cha polisi cha Central kilichopo upande wa Nairobi. Lakini kinyume chake, kitabu kinachofanya uchunguzi wa wafungwa wanaoingia na kutoka kilithibitisha ya kwamba Albert aliingia mahali hapo baada ya masaa 33 baada ya kukamatwa. Maswali yakawa mengi kuanzia hapo, kwa sababu inakisiwa ya kwamba kutoka Homa Bay hadi Nairobi ingewagharimu masaa 6. Basi hayo masaa 26 mengine Albert alikuwa amepelekwa wapi na ni kipi kilimtokea? Pia usisahau ya kwamba Albert alipokuwa akitolewa nyumbani alikuwa salama, mzima wa afya kabisa. Lakini kitabu hicho cha wafungwa cha kituo cha polisi cha Nairobi kilidai kwamba Albert alifikishwa hapo masaa ya saa 3:35 na Albert aliingizwa hapo akiwa mgonjwa, maana kichwa chake kilikuwa kinavuja damu nyingi. Na kwa sababu kwenye kituo hicho cha polisi kuna uwingi wa kamera za CCTV, hilo iliashiria ya kwamba chochote ambacho kilimtokea Bwana Albert kilimtokea katika mazingira tofauti na hapo kwenye kituo cha polisi, au na kama ilikuwa ni hapo kwenye kituo cha polisi, basi kuna uwezekano kilitokea akiwa kwenye chumba cha wafungwa. Na tunapoongelea pia kwenye chumba cha wafungwa, kinaleta utata mwingi, maana inasemekana ya kwamba Bwana Albert Ojwang alifungwa kwenye chumba cha kibinafsi, yani akiwa yeye peke yake. Kitendo cha kufunga mtu katika chumba chake ni kukumbusha ya kwamba hiki hutokea tu pindi anayefungwa ni gaidi sugu, muharifu ambaye ni wa kutupwa. Kwa hivyo swali lingine likakuja, kwa nini Albert alifanya makosa gani hadi kuwekwa kwenye chumba chake binafsi?
Kuta za chumba hicho ambacho alikuwa amewekwa ndani zilikuwa zimejaa damu, huku maji yakiwa yamemwagwa sakafuni. Kwa hiyo ndani ya muda mdogo alichukuliwa na kupelekwa hospitalini, lakini baada ya kufikishwa akafariki mwendo wa saa 9:40 asubuhi. Baada ya kifo cha kijana huyo, maswali mengi yameendelea kuibuka bila ya kupata majibu. Kwanza, nani aliamuru Albert Ojwang akamatwe? Wanaume hawa waliomkamata ni watu wa aina gani na wako wapi sasa hivi? Je, waliomshika na kumtoa nyumbani kwake hao ndio waliompeleka Nairobi? Baada ya kifo cha kijana huyu, simanzi, ghadhabu ndani ya wananchi imejidhihirisha kwa kasi kupitia posti wanazoziposti kwenye mitandao ya kijamii wakidai haki ya kijana huyu Albert Ojwang, mtoto wa kipekee wa mzee Meshak Ojwang. Hana kaka wala dada mbele yake wala nyuma yake, kijana ambaye alikuwa tegemezi pekee kwa baba yake na mama yake mzazi, kijana ambaye baba yake anakiri kwa kumlea kupitia tabu nyingi na uchungu, ambapo mzee huyo ilimlazimu kuwekeza nguvu, jasho na uvumilivu takriban miaka 20 akivunja mawe na kupigwa na vumbi kuhakikisha kijana wake anaenda shuleni hadi kuhitimu na kupata shahada ya ualimu. Na sasa hivi maisha ya mwanae wa pekee yamemalizwa, roho yake imenyofolewa na kumwacha bila uhai, kumwachia mzazi wake machungu na simanzi zisizopimika, kitu ambacho hakuna uhakika kama mbeleni mzee huyo ataweza kusahimili machungu hayo. Mtoto mchanga, malaika wa mwezi mmoja pekee, sasa hivi anakosa baba yake. Watoto hao wawili wataenda vipi shuleni? Watasoma namna gani? Mwanamke mchanga kwenye ndoa tu ya miaka 3 sasa hivi amekuwa mjane, akiwa bado hajapona vizuri uchungu wa kuzaa, na sasa wamemwongezea uchungu wa maisha yake yote, kuzika mumewe wa ujana wake, baba wa watoto wake, mpenzi aliyejitoa kuhakikisha familia hiyo yote inaishi. Na baada ya polisi kutangaza kifo cha kijana huyo, waliaminisha watu ya kwamba yeye mwenyewe alijigongesha kwenye ukuta na kufariki, na wakasahau ya kwamba kwenye kitabu waliandika ya kwamba aliingia akiwa na vuja damu nyingi, akiwa mgonjwa. Hizo zote zikaendelea kuonyesha kuwa ni njama za kuficha ukweli wa kile ambacho walikuwa wamemfanyia kijana huyo. Maana hata walipoulizwa kiini cha Albert Ojwang kukamatwa, walijibu kwamba kijana huyo alishikwa kwa makosa ya kuharibu jina la kiongozi wa polisi Eliud Langat, na baada ya kumkamata hawakumuomba pesa wala hawakutaka kumfunga, ila kumnyamazisha, kunyamanza milele kwa kuondoa uhai wake. I have a brief chronology of events that led to the death of Albert Omondi Ojwang. On Friday, 6th June 2025, Albert Omondi Ojwang was arrested in Homa Bay County by DCI detectives for the offense of false publication. Records indicate that he was transported to Nairobi, where he was questioned by officers from the DCI headquarters on Saturday. He was later booked at the Central Police Station at Okan's book number 136/7/6/2025 at 21:35 hours. During a routine cell inspection, Ojwang was found unconscious. He was immediately rushed to Bagathi Hospital for treatment, as documented at Okan's book number 9/08/06 of 2025 at 01:39 hours. Upon arrival, he was declared dead. Given the circumstances surrounding the incident, it was necessary to investigate the death in accordance with regulations governing death in police custody. And in line with the statutory requirements, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, was duly notified to commence investigations. Additionally, to ensure a thorough, impartial, and expeditious investigations by the Independent Policing Oversight Authority, I ordered the interdiction of the following officers with immediate effects. Number 1 is the officer commanding the station, that is the Central Police Station OCS, the duty officer who was on duty during the night in question, the cell sentry on duty at the time, all officers who were on duty at the report office that night, and any other officer
found to have been on duty or otherwise involved during the incident. The National Police Service remains committed to upholding the rule of law, human rights, transparency, and accountability within the service. And we will provide all the necessary support to the independent investigative agencies in order to resolve this case, and we will provide further updates as the investigation progresses. The National Police Service condoles with the family and friends and relatives of the late Albert Omondi Ojwang and asks for their patience as we get to the bottom of this matter. Thank you very much. Ojwang was arrested together with a few others. It's because there was a complaint that had been launched by the DIG KPS about his name being tarnished. So it is on that basis that investigations were actually being carried out, because he also have got a right to be protected by the same law. Thank you.